Kuna swali ambalo limekuwa likirudiwa katika historia ya mwanadamu kwa maelfu ya miaka. Je, kweli binadamu ana jicho la tatu? Si jicho la mwili, bali jicho la ndani linalodaiwa kuona kile ambacho macho ya kawaida hayawezi kuona. Watu wengi hulihusisha na uwezo wa kiroho, intuition kali, au hata nguvu za kipekee za kiakili. Lakini swali la msingi ambalo sayansi hujiuliza si kama lina nguvu za kichawi, bali ni kwa nini binadamu waliwahi kuamini dhana hii kabisa. Na hapa ndipo ukweli unapoanza kuwa wa kuvutia zaidi kuliko hadithi yenyewe. Katika historia ya mwanadamu, tamaduni tofauti kabisa ambazo hazikuwahi kuwasiliana, kama India ya kale, Misri ya Farao na hata falsafa za Kigiriki, zote zilikuwa na dhana ya jicho la ndani. Lakini hapa jambo la kushangaza, hakuna hata moja lililokuwa likimaanisha jicho la kimwili. Badala yake walikuwa wakielezea kitu kinachohusiana na ufahamu wa ndani, uwezo wa binadamu kufahamu mambo bila kuona moja kwa moja. Leo sayansi ya kisasa haioni hii kama jicho, inaona kama mchanganyiko wa michakato ya ubongo inayohusiana na perception, prediction na memory integration. Kwa kifupi, ubongo wako unaunda picha za ukweli kabla hata macho yako hayajakamilisha kuona. Moja ya sababu kubwa iliyoifanya dhana hii ya third eye kuwa maarufu kisayansi ni sehemu ndogo sana ya ubongo inayoitwa pineal gland. Hii ni glandi iliyo katikati ya ubongo na kazi yake kuu ni kutengeneza homoni inayoitwa melatonin ambayo inadhibiti usingizi na mzunguko wa mchana na usiku. Lakini kwa sababu iko katikati ya ubongo, baadhi ya wanafalsafa wa zamani waliamini kuwa hii ndiyo kituo cha roho au jicho la ndani. Sayansi ya leo iko wazi. Pineal gland si jicho, haina uwezo wa kuona, haina receptors za picha kama macho. Lakini kinachofanya iwe ya kuvutia ni kwamba inaathiri state ya consciousness, hasa usingizi, ndoto na mabadiliko ya fahamu. Na hapa ndipo watu wengi huchanganya kati ya mabadiliko ya consciousness na uwezo wa kuona kiroho. Kuna kitu tunasema ubongo wako tayari una third eye ya kiutendaji. Hapa ndipo sayansi inakuwa ya kuvutia zaidi. Kile ambacho watu wengi huita intuition mara nyingi si kitu cha ajabu. Ni matokeo ya ubongo kufahamu kazi haraka sana ya kuchakata taarifa. Ubongo wako hupokea maelfu ya ishara kila sekunde. Sauti, miondoko midogo, mabadiliko ya uso wa watu, historia ya uzoefu uliopita. Halafu bila wewe kujua, unapata hisia ya kitu kabla hujachambua. Hii inaitwa predictive processing. Ubongo unajaribu kutabiri ukweli kabla haujathibitishwa. Kwa nje inaonekana kama nimeona kitu kwa ndani, lakini kiuhalisia ni ubongo wako unafanya hesabu za haraka sana kuliko ufahamu wako wa kawaida unaweza kufuatilia. Watu wengi wanaamini third eye ina uwezo wa kuona mambo yasiyoonekana. Lakini neuroscience inaonyesha kitu kingine kabisa. Ubongo unaweza kuunda visual experience bila macho kabisa kufanya kazi. Hii hutokea unapoota ndoto, wakati wa usingizi wa REM au katika hali ya hallucination. Katika hali hizi, sehemu za ubongo zinazohusika na kuona, kwa maana ya visual cortex, zinafanya kazi kama vile macho yanaona, hata kama hakuna mwanga unaoingia. Hii ndio sababu ndoto zinaonekana halisi sana. Na hapa ndipo baadhi ya tamaduni zilifikia hitimisho la kwamba binadamu ana jicho la ndani. Sasa kwa nini konsepti hii haijafundishwa moja kwa moja? Ukweli ni kwamba sayansi haijawahi kuthibitisha third eye kama chombo cha kuona. Lakini pia haijakataa kwamba binadamu ana uwezo wa internal visualization na metacognition, yaani kufikiri juu ya fikra zako mwenyewe. Tatizo ni kwamba elimu ya kawaida huweka mipaka. Fiziolojia inaeleza mwili, neuroscience inaeleza ubongo, psychology inaeleza tabia. Lakini experience ya consciousness yenyewe bado ni eneo ambalo sayansi inaendelea kuzichunguza. Kwa hiyo third eye haipo kama jicho la kiroho, lakini pia sio dhana tupu ya kupuuzwa. Ni lugha ya zamani iliyotumika kuelezea kitu ambacho sasa tunaanza kukielewa kwa lugha ya sayansi. Ukiweka kila kitu pamoja, picha inakuwa wazi. Hakuna chombo cha ziada kinachokuongezea uwezo wa kuona, lakini kuna mfumo mkubwa sana ndani ya ubongo wako unaoweza kutabiri matukio, kuunda picha bila macho,
kuchakata hisia kama ufahamu wa ndani na kuunganisha uzoefu wako wote wa maisha. Hii yote inajumuishwa huunda kile watu walichokiita jicho la tatu. Kwa lugha ya kisasa si jicho, ni advanced perception system ya ubongo. Kwa karne nyingi binadamu walijaribu kuelezea mambo ya ndani ya akili kwa lugha ya kiroho. Leo sayansi inajaribu kuyatafsiri kwa lugha ya neurons, synapses na brain networks. Lakini ukweli wa kushangaza ni kwamba wote wanazungumza kitu kile kile. Tofauti ni lugha tu. Na pengine third eye haikuwa jicho la kuona vitu visivyoonekana, bali ilikuwa njia ya zamani ya binadamu kujaribu kuelezea jinsi anavyojiona yeye mwenyewe kutoka ndani.